Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov, ambaye amekuwa uso wa diplomasia ya Urusi kwa zaidi ya miaka 20, amezua taharuki Moscow kufuatia kutokuhudhuria kwake kikao cha Baraza la Usalama cha taifa hilo kilichoongozwa na Rais Vladimir Putin. Taarifa kutoka vyombo vya habari vya ndani, ikiwemo Kommersant, zilidai kuwa Lavrov alikosekana kwa makubaliano, jambo lililoibua maswali kuhusu uwepo wake serikalini. Hata hivyo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alikanusha uvumi wa mabadiliko ya uongozi, akisisitiza kuwa Lavrov bado ni waziri wa mambo ya nje wa Urusi. Kukosekana kwake kulitokea siku chache baada ya kufeli kwa mpango wa mkutano wa ana kwa ana kati ya Putin na rais wa Marekani Donald Trump mjini Budapest, mpango uliokuwa ukisimamiwa na Lavrov mwenyewe. Marekani iliahirisha mazungumzo hayo baada ya kusema Urusi haikubadilisha msimamo wake mkali kuhusu Ukraine. Aidha, inaripotiwa kuwa Lavrov hataongoza ujumbe wa Urusi katika mkutano wa G20 mwezi huu Afrika Kusini, jukumu ambalo limekabidhiwa Maxim Oreshkin, naibu mkuu wa utumishi wa ofisi ya rais. Lavrov mwenye umri wa miaka 75 amekuwa nguzo muhimu katika sera za kigeni za Urusi tangu enzi za vita vya Georgia mwaka 2008, uingiliaji wa Crimea mwaka 2014 na ushiriki wa Urusi nchini Syria mwaka 2015. Uaminifu wake kwa Putin umebaki kuwa jambo la msingi licha ya changamoto za kidiplomasia na ukosoaji kutoka magharibi. Kwa sasa, Kremlin inaonekana kujaribu kutuliza hali, huku wachambuzi wakidai huenda kuna mabadiliko ya kimya ndani ya mfumo wa serikali, kama ilivyotokea wakati waziri wa ulinzi Sergei Shoigu alivyohamishwa kwenye nafasi ya katibu wa Baraza la Usalama mwaka jana. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za Urusi, hatua hizi ni ishara kuwa chini ya Putin, mabadiliko mara nyingi hufanywa kimya kimya bila kuonyesha mgawanyiko wa ndani kwa umma.